Mwami Ndayake Mikundi Malashi, jambo. Jambo sana bwana journaliste. Ulifanya mzunguko toka Goma, ukazunguka katika vijiji mbalimbali vya mtaa wa Ruchuru na Nyiragongo. Maoni yako ni nini kisha kutazama maisha wakaaji wanaopatikana katika hivi vijiji na wengine wanaopatikana katika kambi mbalimbali wanayoishi, wewe mwenyewe ukisha kuona? Nilitoka katika mji wa Goma kujielekeza katika maeneo mbalimbali kufanya uchunguzi kuhusu mambo ya usalama ambayo inatukumba ndani ya province ya Nord Kivu, na nikaona gisi gani ya kutembelea wakimbizi ndani ya makembi mbalimbali, kuona wanaishi maisha gani na wanaweza saidiwa namna gani. Alors nilipofika katika kambi mbalimbali za huko Kanyaruchinya, nikakuta watu wanateswa sana ndani ya kambi, na ikanibidi nezunguke katika territoire ya Ruchuru juu ya kuweza kujua watarudi lini katika maeneo zao. Na nilipofika katika mji wa Kibumba, nikasimama pale, nikakuta population ni wengi katika mji wa Kibumba, na wameanza makazi zao mbalimbali ndani ya mji wa Kibumba. Na nikafika vile Rumangabo nikasimama pale, nikaona vile population iko ndani ya mji, hata wameanzisha kazi za kanisa, watu walienda kwenye kanisani. Nikafika Rugari hadi njia ya kuelekea huko Tongo, nayo vile nikaona population iko ndani ya migini. Alors nikaona nevema gisi gouvernement haipendi kumaliza vita ya M20 ndani ya territoire ya Ruchuru, na watu wanateseka ndani ya makambi. Hivi waruhusu watu warudi katika manyumba zao na katika mashamba zao, kwa sababu nimeona population wengi wiko ndani ya mugini kuliko watu waendelee kufungwa ndani ya makambi wakipata mateso. Alors serikali ngaliangalia gisi gani ya kuruhusu watu warudi katika maeneo zao katika vijiji vyao. Namna gani pia uliona mzunguko wa pikipiki na gari? Je, gari zinazunguka wepesi au ni vipi ulijitazamia we mwenyewe? Ndani ya territoire ya Ruchuru gari zinazunguka za kumebeba mimea kama vile chakula. Nimeona gari zikizunguka huko zikitoka Ruchuru zinaishia pale Kibumba, zinachukua maharagi, chakula mbalimbali, zinaishia pale Kibumba. Na kuna barabara ni nzuri sana, barabara ni nzuri, na kuna mamoto transport. Leo transport imekuwa ni mamoto kutoka Goma mpaka hata Lubero, Butembo ni moto. Alors najikuta kwamba kwa mtu yeyote ambaye anaweza penda kusafiri kujielekeza Goma, anaweza kamata njia ya moto, haina tatizo, mtu natafika. Serikali hatujui inapanga nini pamoja na wahuni wa M23 ambayo wamebaki pale mwaka ndio hii nataka kuenea wakiwa pale. Serikali ituambie wanangoja nini kuwatoa au wanangoja nini kupigana nao, hatujui ni kivipi ambao wanapanga. Alafu mimi nilikuwa nikikusudia kwamba kama serikali imeshindwa kupiga adui, iambie population ingi ijilibere yao yenyewe katika hizo maeneo. Hivi waturuhusu si raia tuweze kujigomba wenyewe. Na kama hawataturuhusu, tutakapoona mateso imezidi, sisi wenyewe tutajilibere kwa kujifungulia njia sisi wenyewe. Vikosi vya EAC vinapatikana huko sehemu ambako M23 ilikuwa. Pengine unadhani hivi vikosi vinafanya kazi gani hasa, sababu kungali mpaka pale wakaaji ambao wanabaki katika makambi? Unadhani pengine wakaaji hawa wanaogopa nini ili kurudi katika maeneo hayo ambayo imekaliwa na vikosi vya EAC? Mimi sikuona vikosi ya EAC na sikuona vikosi ya M23 katika miji yote. Nimezunguka kutoka Goma hadi Tongo, nimekutana jeshi moja peke yake pale Karengera akikaa kwenye kiti. Migini yote hamuna jeshi. Hivi siwezi weza kukushuhudia kwamba mimi niliona jeshi ya EAC, lakini niliona jeshi ya EAC ikikaa katika mji ya Tongo na inajifungia kwenye lupango, haitembei kwenye mjini. Hapana, nikusema kwamba eneo iko vide, na hata jeshi ya M23 mimi sikuiona. Niliona tu askari moja peke yake, lakini niliona tu raia wakifanya kazi zao kama kawaida ndani ya maeneo yenyewe. Alafu naona kama kuliko
gouvernement iache watu ndani ya distraction ya kufikiria kwamba kuna adui, kuna vita katika territoire ya Ruchuru. Mimi sikuona hata harufu ya vita sikuiona ndani ya territoire ya Ruchuru, ila nimeona kwamba ni mambo tu, ni mamafia. Kuna makubaliano katikati ya serikali na wa M23, kuna kitu wanatufichika hapa. Sasa tunataka wakubwa wa inji, kuanzia kwa rais wa inji, atuambie sisi kama raia kuna siri gani ambayo iko katikati ya government na M23. Ndio kuna secret ambayo iko pale, kwa sababu watu hawezi kaa tuka mjini tunakuwa nasema kule kuna kama tu M23, ukifika wewe hautapata. Mimi sasa kubaona mbarabara na sikubakute na wanyanyasa watu wanatembea librement na wanafanya kazi zao. Pengine wanajificha katika msitu. Sasa kama wanajificha, sasa wanajificha na raia ambao niko natembea katika mjini. Yaani hatuta privilege raia nusu ikuwe vizuri na nusu ikuwe ndani ya mateso. Raia yenye iko mkambi huko anateseka, sharti watoke ndani ya kambi, warudi kwa nyumba zao au warudi kwenye maeneo zao. Unadhani ni sababu government hayo yenyewe haijasema au kutamka raia warudi, ndio maana raia wengi hawajarudi? Mie nasema kwamba raia singoje kwamba kuna mtu ambaye watangazeka kwamba warudi kila mtu kwa eneo yake. Ukiona mateso imezidi huko ndani ya kambi, rudi kwako. Kuna wengine, kuna population wengine ambao nimeona wakiwa kwenye maeneo. Ni kusema kwamba wakazi ambao uko ndani ya makambi, ninaomba raia wenyewe wajikomboe mwenyewe kurudia katika maeneo zao. Maana hii ni mwaka mzima serikali hatuone kazi ambayo inafanya kwa ajili ya wakimbizi ambao wiko ndani ya makembi. Pengine wanaofia usalama wao watakuwa bado wangali na msito kuona kwamba pengine M23 wanaweza kuwa wako pembezoni. Hiyo ni udhaifu ya wakubwa wa serikali. Unajua adui kama vile 23 nika kikundi ndogo, kikundi kapata hapa. Hata ukachapa na kurudisha kwenye kale toka ni dakika kidogo sana. Lakini serikali inakuambia kwamba inawezekana, kuna mazungumzo ambayo serikali inajua kwa ajili ya hiyo M23. Sasa tunataka serikali tuambie kwa nini wangali pale, biko nafanya hao kazi gani. Aya, tuzungumzie sasa mchakato wa uchaguzi. Hapo karibuni Seni ilitangaza kwamba wadepute nationaux wa Ruchuru na Masisi hawata depose makandidature yao. Sijue wakati ulipokuwa ukizunguka wakaaji katika hayo maeneo, wengi hawakujiarule, wanazungumziaje swala hilo? Pia swala ya uchaguzi ndani ya territoire ya Masisi na Ruchuru ni swala ambao tulikuwa ndani ya mapledoyer ya kuona gisi gani wakazi wa Ruchuru na Masisi waweze kujiarole, na tulikutana na viongozi wa Seni wakatuhakikisha kama minister wa interior yeye ndiye anahusika na hiyo mambo, na yeye ndiye anaweza kuwapatia order waweze kuorozesha watu gani na waache sehemu gani. Alafu sisi tulifanya pledoyer ya kusema kwamba katika territoire ya Ruchuru kuna maeneo zingine ambazo hamuna vita na hamuna washiwashi. Population iko pale sehemu wanaita Kishishe, population iko pale Kibirizi, population iko pale Bambwe, population iko pale huku juu Kikuku, population iko pale. Alafu ile ni mingine ambao wanaweza sukuma mashini kwenye maeneo hizo ili watu waweze kujiorozesha. Alafu jibu ilikuwa ni kwamba wataangalia gisi gani ya kusukuma mashini katika hizo maeneo ambazo zina amani, waweze nao vile vile kuziorozesha. Kwa sababu tunasema hatuwezi kubali kuchaguliwa Lubero au katika mji wa Goma au sehemu zingine kama na Ruchuru na Masisi nao vile vile hawatachagua. Hatuwezi kabisa. Tunasema pan sisi sote ndani ya province ya Nord Kivu tulepaswa enda kwenye uchaguzi. Pengine hauogope kwamba hii inaweza kuchelewesha mchakato ya uchaguzi? Na ndio maana tulisema wafanyishe haraka ili hiyo ipate iweze kufanyika mbele, ili tufikie kiwango ya kwenda kwenye election, na wamefanya arolema watu yote ambao wiko maeneo zenye hazinamo vita ndani ya territoire ya Ruchuru na Masisi. Neno langu la mwisho na lisukuma kwa population ya territoire ya Lubero kuambia kwamba muendelee kuwa visila na ukue kenge ili adui asiweze kutuingilia ndani ya territoire ya Lubero. Maana sisi tumefanya kazi ya kufunga mipaka yetu yote kwa ajili ya kuzuiza adui asiweze kutuingilia ndani ya territoire ya Lubero.
alafu nakia tupa mwito ya kuonesha population kwamba tuendelee kukamatana mkono kwa mkono ndani ya territory yetu ya Lubero ili adui asiweze kutuingilia, na wajiandae vizuri kwenye uchaguzi, waangalie watachagua nani, waache nani, kwa sababu sio kila mtu ndio anastahili kuchaguliwa kwenda tetea taifa. Tulifanya uchaguzi wa mwaka uliopita, hatuone matokeo ya wale ambao tuliochagua. Alafu hii turu lazima population ichague nani ambaye anastahili kwenda mbele. Tusichague juu mtu alikuzia chupa ya kasiksi waende mchagua. Juu mtu anayouza pombe sana njoo mchague, hapana. Mchague mtu mkishamchunguza eske iko amezire kufanya kutetea watu au hapana. Na kumbusha kwamba wewe ni Mwami Ndayake. Tunakushukuru kwa kuwa umekubali kujibu kwa maswali yetu. Na mimi nakushukuru bwana journaliste.